Adela, umkoje mama? Dokta, wai basi. Fanya basi haraka, mke wangu hali yake sio nzuri. Adela. Acha maneno, fanya basi haraka dokta. Adela. 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 Imekuwaje tena mama? Adela. Mama, unamwona mama mbaya anavyohangaika? Kazi yangu hiyo. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza. Cheers. Leo ni kula kunywa. Unajua kwa sababu gani? Leo ni siku nzuri sana kwangu. Muda si mwingi naenda kuwa bilionea. Kwa hiyo tumieni pesa zangu vizuri. Msiwe na nini na matatizo. Tunywe. Zishaanza. Na ninachoshukuru sasa, nimepata rangi mbili. Huku kuna mtanga cheupe na huku kuna manyema. Jamani, nitakufa mimi, mtoto wa watu. Sasa ngoja kidogo. Endeleeni kunywa. Mbona napokea simu? Vipi boss, kuna tatizo? Hapana, tulia kidogo. Mzee. Hebu jiandae kabisa kwa sababu muda si mrefu tunaenda kuifanya hiyo kazi. Hofu yako ni nini? Huu ni kuku wetu. Wewe chemsha kabisa maji ya kumwogesha. Lazima aliwe nyama mapema sana. Vipi boss, kuna tatizo? Hamna. Tatizo litokea wapi? Niko karibu yako. Ni simu za biashara tu, kuna vitu vidogo vidogo tu. Kunyweni. Kunywa. Tunatakiwa kufurahi. Sawa? Kitu chochote kitashughulika na mimi. Vipi? Jamani, kaniua mtoto wa watu. Baba Amanda,
Adela amepatwa na nini? Mbona ile hali imekuwa ghafla sana? Na tangia nizalie sijai kuona ule ugonjwa. Ndio kwanza leo nauona. Hili swala linanichanganya sana. Yaani kiukweli mimi mwenyewe sielewi ule ni ugonjwa gani na umesababishwa na nini. Unajua jana alikuwa kwenye hali nzuri tu. Yaani mpaka tunaingia kitandani alikuwa tu ana furaha, anacheka. Sijui ni kitu gani kimeweza kutokea usiku. Basi sawa. Tumombe kwa Mungu atakaa tu sawa. Ya, ndio jambo la msingi. Lakini isitoshe nimeshawasiliana na daktari. Ila nashangaa tu kachukua muda mrefu. Sasa sijui alikuwa bado hajamalizana na wagonjwa, kashindwa kuwa muwazi. Labda yeye akishafika tunaweza tukajua tatizo ni nini. Kweli, lakini usiwe na mawazo sana, atakuwa tu sawa. Lakini Mama Amanda, kuna jambo kidogo limenikera. Na ni kuhusiana na Amanda. Nadhani unaona situation ya mke wangu jinsi ilivyo. Kiukweli najisikia vibaya sana kutokana na hali ambayo yuko nayo mke wangu. Sasa hii tabia ya mtoto anakuwa anaongea, wakubwa wanapokuwa wanaongea, kiukweli siipendi. Na shida sio kuongea tu vile. Maneno ambayo anazungumza na hali ambayo tuko nayo inaleta picha mbaya. Kwa hiyo zungumza na mtoto wako, mwambie ajifunze wakubwa wanapokuwa wanaongea, anatakiwa kukaa kimya kama mtoto. Ni sawa, lakini hutaki kupaniki kiasi hicho. Unatakiwa uelewe kama yule ni mtoto. Yaani anachokizungumza yeye mwenyewe hakifahamu. Kwa hiyo mimi nitazungumza naye, lakini usiwe na hasira. Ameongea tu. Sawa. Jukumu la kupika nadhani leo litakuwa la kwako kutokana na hali ya mke wangu. Hata hivyo Amanda anatamani sana ule chakula chake. Na hisi leo itakuwa nafasi nzuri. Asante. Honey, honey sweet, mwenzi ukitazama ndo nakufa mazima. Shida yako Njenje, uweze kuniamini. Mimi nikifika nitakuaminisha. Yaga. Basi sawa, hakuna shida. Mimi nitafika tutaongea yote. Sawa. Nimegonga sana hapo nje, sijafunguliwa. Lakini nikagundua kumbe mlango uko wazi. Vipi Teddy yupo? Teddy hayupo hapa. Kwanza wewe ni nani? Maana sikuelewi. Mimi labda nikuulize wewe. Maana Teddy aliniambia kuna wageni hapa nyumbani kwake. Bila shaka ni wewe, sio? Nisikilize wewe. Mimi sio mgeni hapa. Mimi ni mwanaume wake Teddy. Mimi ndo napaswa kukuuliza kwamba wewe ni nani. Aha, kumbe Teddy alikuwa anandanganya kwamba kuna wageni hapa. Kumbe ni mume wake. Ila samahani. Wewe ni mume wake toka lini? Bro, unatakiwa kufahamu kwamba hapa ni nyumbani kwangu. Unapata wapi nguvu ya kuniuliza maswali ambayo hayana kichwa wala miguu? Alafu mbona kama unajiamini sana wewe? Yaani unaingia nyumbani kwa mtu kama unaingia chooni kwako? Okay. Teddy akirudi, mwambie Kiji alifika. Msubiri kwanza. Unajua hapa nimekustiri tu. Labda nikufundishe kitu kimoja. Inatakiwa ufahamu kwamba unapofika nyumbani kwa mtu lazima uoneshe heshima. Yaani hauwezi tu kaingia nyumbani kwa mtu tu from nowhere upige hata hodi unaingia kama unaingia chooni. Wewe mtu aina gani? Au wewe ndo kile kimwanaume chake ambacho alikuwa anakizungumzia hapa? Ukihitaji kujua nina nafasi gani humu ndani, muulize Teddy mwenyewe atakupa majibu. Wewe ndio my chocolate, utamu wangu wa pake, uniangalia mazima mazima.
Nimeona kila kitu binti. Yule mwanamke aliyopo ndani ana michezo mibaya sana, na dhumuni la yule binti ni kumpoteza mume wako ili amiliki mali zote za mume wako. Lakini hata hivyo, namuona kuna mtoto mdogo. Huyu mtoto mdogo ana nguvu kubwa sana, tena nguvu za ajabu, na hizi nguvu alizokuwa nazo inaonekana zinaweza kumkomboa mume wako. Mtoto? Unamaanisha Amanda? Winanda, naomba Mungu kumbukumbu zirudi, ndo nilishokuwa nasubiri kipenzi, na miss mapenzi yako kumbukumbu nazitesa, na kumbuka yako makopa. Amanda, njoo. Mwanangu, wakati tuko sebuleni pale, ulisema kwamba ile hali ambayo yuko nayo mama mbaya sasa hivi wewe ndo umesababisha. Vipi, umefanya kitu chochote? Ndiyo mama. Hivi kwa nini mama uniamini? Na mimi siku zote ninakwambia hauna haja kuhangaika. Mimi nitafanya kila kitu. Baba atarudi kwenye mikono yako. Kwa hiyo yani unamaanisha ni kweli vile mama alivyo, wewe ndo sababu? Ndiyo mama. Hivi Amanda, wewe hizo nguvu umezitoa wapi? Unajidanganya unavyoangalia katuni si ndio? Hizo katuni zinakuharibu. Wewe una nguvu za kupigana na mchawi wewe? Unaweza kupambana na wachawi? Mama, nishakwambia tulia. Tena mama mbaya nimempa adhabu dogo tu. Akiendelea kusumbua nitampiga kitu kizito zaidi. Haya, acha tuone. Ndio hivyo mama. Mimi ndo Amanda, mtetezi wa baba yangu. Baba, Baba, makubwa huku tena. Unaweza ukaniambia umefuata nini kwa mdogo wangu? Ina maana unataka kunitapeli na ndugu yangu, si ndio? ina maana wewe ni ndugu yako? Nyo, unauliza ulikuwa ujui au hajakwambia? Na kama umezoea kutapeli watu, sasa leo umeingia kwenye 18 zangu. Nakwambia leo utoki. Wewe unataka kunitapeli kule. Na nishukuru Masai ndio walokuja kuniokoa. Ongea taratibu. Mimi najua yote yashapita, naomba unisamehe. Na hii sauti unayotoa, dogo wako anaweza kanisikia. Naomba punguze sauti. Eti nipunguze sauti? Kwa hiyo lengo lako kubwa ni kumtapeli ndugu yangu? Na kama alikuwa ajui, leo atafahamu kila kitu kuwa wewe ni mganga tapeli. Polepole. Sio polepole, niongee polepole kitu gani? Yaani wewe mtaa mzima wanakujua kama ni tapeli. Oh, dada, kumbe umefika. Karibu. Na mbona makelele sana? Kwani mnafahamiana? Kabla ya yote mdogo wangu, unaweza ukaniambia huyu kafuata kitu gani hapa nyumbani? Wakati huyu ni tapeli, mtaa mzima wanamfahamu. Tapeli? Ina maana ulikuwa ufahamu kama huyu ni tapeli? Huyu ni tapeli, mtaa mzima hakuna asiyemfahamu.
anajifanya mganga kuwapatia watu dawa feki, na kazi yake kubwa ni kuwaibia watu pesa zao. Hata mimi ilibakia kidogo tu anitapeli. Nimshukuru Masai ndo aliokuja kuniokoa. Nashangaa hapa nyumbani kwako kafata kitu gani? Tapeli? Hapana, hapa hajaja kiuganga, ni shemeji yako. Shemeji yangu? Ndiyo dada, na ndo maana nikakupigia simu ili nije nikutambulishe. Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani. Mjomba, bora tumekuja. Hali ya mke wangu ni mbaya sana, na nimeshindwa kuelewa kwamba anasumbuliwa na ugonjwa gani. Degedege si degedege, malaria si malaria. Alafu mbaya zaidi, kuna wakati nikimgusa, kuna upande mmoja anakuwa kama vile ana baridi, upande mwingine joto. Sijawahi kuona ugonjwa kama huo mjomba. Nini kimetokea mpaka amekuwa kwenye hiyo hali? Kiukweli mjomba, mimi sielewi chochote. Nachokumbuka jana usiku tumelala vizuri tu na afya yake ilikuwa iko sawa. Lakini asubuhi naamka namkuta kwenye situation kama ile. Kwa sijui ni kitu gani ambacho kimempata na hawezi kuongea. Yaani nikaganda kama kapigwa shoti. Yaani mjomba, tangia nazaliwa sijawahi kuona ugonjwa kama huo. Sasa kwa sababu wewe ni mtu mzima alafu umefika wakati mwafaka, pengine unaweza kujua kama hili tatizo ni tatizo gani. Ndio maana nilikuwa napiga simu zake apokee. Simu? Kwani ulikuwa na taarifa kama anaumwa? Hapana, nilitaka tu kumpa taarifa kwa anakuja kuwasalimia. Vipi, umejaribu kumpa huduma? Yeah, of course, nimeshawasiliana na daktari, yuko njiani anakuja kwa ajili ya vipimo vya awali. Na kama hali ikizidi kuwa mbaya, basi itabidi nimpeke hospitali. Sasa sikiliza. Kwa sababu mimi ni mtu mzima na nimeona vitu vingi. Tumuone huenda nitajua ni kitu gani kinamsumbua. Basi haina shida, twende ndani. Sawa mjomba. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Wewe mama mbaya, hiyo ni adhabu ndogo tu, lakini kama utaendelea kumzuru babangu, nitakupa adhabu utaona milele. Hautokula wala kutembea. Ila kwa sasa nakusamehe kwa sababu naona babangu anahangaika. Isingekuwa hivyo, ungebaki hivyo hivyo katika maisha yako yote. Amanda. Amanda, naomba unisamehe. Naomba unisamehe, sitorudia tena. Sitorudia tena kumfanya baba kitu kibaya. Nisikize kwa makini. Ukiendelea kumzuru babangu, nitakuua. Usifanye hivyo Amanda. Kia Mungu nakuahidi sitorudia tena. Sitaweza kufanya kitu kibaya baba. Sawa? Naomba usinifanye kitu kibaya. Sawa mtoto mzuri? Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki
hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya huwa hatoki mbali, rafiki yako wa karibu, huyo nemwita rafiki. Mbaya wa makini. Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani, mbona kama nasalitiwa. Mwenzenu nahisi kukufuru Mungu.